Tena pamoja nami asubuhi ya leo, pata nafasi ya kumshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa maneno ya kinywa chako tena asubuhi ya leo. Baba mwema, Baba, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya thamani, tunaliinua, tunalitukuza, tunalibariki jina lako lipitalo majina yote duniani na hata mbinguni. Mbingu zako Yesu zimejawa sifa, heshima na utukufu wako. Bwana, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Bwana, umetuzuilia na hatari zote na kifo na kaburi usiku wa leo. Umetuamsha wenye nguvu na afya. Umetuita mbele za uso wako na madhabahu yako takatifu, na useme pamoja nasi. Bwana, usikie na sala na dua na maombi, kubali na dhabihu na sadaka takazoachilia kwenye madhabahu yako takatifu. Asante kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa ajili ya neema yako. Naomba watoto wako waliopata nafasi na neema, Bwana, ya kuabudu pamoja nasi katika ibada hii ya asubuhi, ibada ya Morning Glory, inawafunika na damu yako Yesu, katika jina la Yesu. Baba, ninasimama kinyume na maroho ya mpinga Kristo, manguvu ya giza, mapembe ya wasi na hekima za kuzimu na uchawi na uganga, falaki na visomo na uharibifu wa kila namna, katika jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya Jumatatu ya leo, malimboko ya wiki hii, na iweka wakfu kwenye madhabahu yako. Uso wako na uende pamoja nasi, utulinde mahali tutakapokuwa. Bwana, usiwepo mfupa wala unywele utakavunjika na kudondoka chini. Hekima yako na neema yako na ituhifadhi hai. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Wewe utaanza pamoja nasi, utatembea pamoja nasi, ukitufundisha na ukituelekeza, katika jina la Kristo Yesu, jina lipitalo majina yote, na kila mwenye pumzi naseme amen. 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 Ninaomba katika uwepo wa Mungu wetu. Kaa katika kiti chako cha muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na mshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo, lakini kipekee kwa ajili yako ambaye umepata nafasi na neema ya kufika tena kuabudu kwenye ibada hii ya Morning Glory, ibada ya asubuhi. Bwana asifiwe. Katika zamu ya wiki hii Mungu anatupa kujifunza kichwa kidogo kinachosema kuziondoa roho za mazuio na marufuku kiroho. Kuziondoa roho za mazuio na marufuku kiroho. Lakini tutapata nafasi ya kupita kwenye mistari kadhaa na tutapata kujifunza, lakini pia Mungu atatupa nafasi na neema ya kuomba katika zamu ya wiki hii. Bwana Yesu asifiwe. Kuziondoa marufuku, kuziondoa roho za mazuio na marufuku kiroho. Kitabu kile cha Samueli wa pili mlango wa 12 mstari wa 10 na wa 14. Samueli wa pili mlango wa 12 mstari wa 10 na ule wa 14. Biblia inasema hivi: basi sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako, kwa sababu umenidharau ukamtoa mke wa Uria Mhiti kuwa mke wako. Bwana asema hivi: angalieni, nitaondokesha uovu katika nyumba yako, nami nitawatoa wake zako mbele ya macho yako na kumpa jirani yako, naye atalala na wake zako mbele ya jua hili. Maana wewe ulifanya jambo hili kwa siri, bali mimi nitalifanya jambo hili mbele ya Israeli wote na mbele ya jua hili. Daudi akamwambia Nathan, nimemfanyia Bwana dhambi. Nathan akamwambia Daudi, Bwana naye ameondoa dhambi yako, hutakufa. Lakini kwa kuwa kwa tendo lile umewapa adui za Bwana nafasi kubwa na kukufuru, mtoto atakazaliwa kwako hakika yake atakufa. Naye Nathan akaondoka kwenda nyumbani kwake. Basi Bwana akampiga yule mtoto ambaye mkewe Uria alimzalia Daudi, naye akawa hawezi sana. Lakini kile kitabu cha Kutoka ule mlango wa 8, kitabu cha Kutoka mlango wa 8 mstari wa 28 peke yake. Kutoka 8 mstari wa mlango wa 8 mstari wa 28. Biblia inasema, Farao akasema, mimi nitawapa ruhusa mwende ili mumchinjie dhabihu Bwana Mungu wenu jangwani, lakini hamtakwenda mbali sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kuzungumza kwa habari ya kuziondoa roho za mazuio na marufuku kiroho. Na hapa tunazungumza mambo mawili, mazuio, lakini pia tunazungumza
kwa habari ya marufuku kiroho. Kwanza, jambo la kwanza, nataka ujue kuna marufuku na kuna mazuio katika maisha yako yameachiliwa na yanahakikisha haupigi hatua, hauendi na hauoni mabadiliko kwenye maisha ya kwako. Na kwa kwanza ninataka tuangalie wewe mwenyewe binafsi. Unaweza ukajipiga marufuku, yaani wewe mwenyewe binafsi unaweza ukajitengenezea mazuio kiroho na yakakuzuia usipige hatua, ukabaki umedumaa, ukabaki mtu yule yule tuliyekuona mwaka jana, tuliyekuona mwaka juzi. Haubadiliki namna unavyovaa, namna unavyoishi, maisha unayokaa, nyumba unayokaa. Bwana Yesu asifiwe. Haubadiliki, hauongezeki. Tutaangalia namna wewe mwenyewe unavyoweza ukatengeneza mazingira yakaweka mazuio na marufuku kwenye maisha ya kwako. Yaani pia tutapita kuangalia waliotutangulia, wasiokuwapo kwetu sisi tuliopo, namna ambavyo wameweza kutengeneza mazingira, namna ambavyo wameweza kuweka mipango yao, na sisi tukazuiliwa na tukawekewa marufuku kwenye maisha ya kwetu. Kwa hiyo tutaanza kuangalia kwa wasiokuwapo, waliotutangulia, baba zetu, babu zetu, kwenye ukoo wetu, kwenye familia zetu, kwenye kabila zetu, kwenye ofisi tunazotumika. Tutapita kuangalia, alafu tutatengeneza. Baadaye tutakuja kutengeneza kwa sisi tuliopo. Biblia inasema kwenye Zaburi mlango ule wa 3 mstari wa 11, baba zetu wanasema kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Yaani kitabu cha Maombolezo mlango wa 5 mstari wa 7, Biblia inasema baba zetu walitenda uovu hata wako, lakini sisi tunayachukua maovu ya kwao. Ni maombi yangu kwa Bwana, na mimi natamani sana wiki hii Mungu akusaidie, akupe nafasi ya kujifunza na akupe nafasi ya kuomba, ili mazuio na marufuku kiroho iondoke kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza lazima ujue kuna mahali umekwama, na kuna mahali ulimwengu wa roho unakuzuia kabisa. Unaweka marufuku ya kwamba huyu mtu hawezi kwenda, hili jambo kwa huyu mtu halitatokea, na hata kama likitokea litatokea kwa uzito sana, utafanya kwa ugumu sana. Ni hivi, unaweza ukawa umepata neema ya kupata kazi, umepata neema ya kufanya mambo makubwa na unaingiza fedha, lakini kuna mambo kwenye maisha yako yataenda kwa ugumu, pengine kwenye eneo la kujenga, kwenye eneo la ndoa, kwenye eneo la familia, kwenye eneo la uchumi, na mambo yako mengine mengi. Una maono makubwa, una ndoto kubwa, kuna vitu unataka vitokee kwenye maisha yako, lakini vitaenda kwa uzito. Lakini kuna mtu anaweza akaja tu akasema nataka mwezi huu nianzishe project fulani, nataka nianzishe biashara Kariakoo, nataka nianzishe biashara ya ufugaji, na ataanza tu miezi 2 mitatu, atafungua biashara na itaenda vizuri. Anasema mimi nataka nijenge mwaka huu, na ndani ya mwaka mmoja tu atajenga. Lakini kuna mwingine anasema nataka nijenge mwaka huu, lakini atajenga miaka 10, 15 na nyumba haishagi, iko pale pale. Mazuio na marufuku kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unielewe vizuri, ili unapokuja kupata nafasi ya kuomba uweze kuomba. Hata tunaanza kuangalia mazuio na marufuku kiroho yaliyotengenezwa au yaliyowekwa na waliotutangulia, wasiokuwapo. Baadaye nitakufundisha madhara ya wasiokuwapo kwetu sisi tuliopo, baba zetu, babu zetu, wa familia zetu, lakini pia waliotutangulia ofisini au mahali. Hao wana nafasi kubwa sana ya kuhakikisha wanazuia na kuweka marufuku kwenye maisha yako. Nisikilize kwa makini. Waliokutangulia mahali fulani pengine hawapo,
wana nafasi kubwa sana kiroho ya kuhakikisha wanapiga marufuku na wanazuia maisha ya kwako. Achilia mbali wa familia ya kwako. Tunazungumza kwa habari aliyotangulia kule nyumbani, kwenye familia, kwenye ukoo. Wanaweza kukupiga marufuku pengine au mazuio. Walifanya mambo mabaya, waliua, walidhulumu, walitambika, walifanya ibada za sanamu. Yote vinaweza vikasababisha vikaachilia mazuio na marufuku kwenye maisha yako. Tutapita na tutaangalia. Yaani kuna waliokutangulia ofisini. Pengine unafanya ofisini pale, wewe ni mkurugenzi, una nafasi fulani, umekaa pale ofisini. Yaani kuna aliyekutangulia kwenye hiyo nafasi yako ambao unatumika leo. Pengine alistaafu, pengine alifariki, pengine aliondoka tu kwa sababu ambazo zilimfanya akaondoka. Ana nafasi kubwa ya kuachilia mazuio na marufuku kwenye hicho kiti au kwenye hiyo nafasi unayokaa, na ikahakikisha imekuzuia kwenye maisha ya kwako. Nimewahi kuomba na mtu mmoja. Nilienda kwenye semina mahali fulani hapa Dar es Salaam, na akaja mtu mmoja ambaye nilikuwa nimemwombea. Nilimwambia, mtumishi, nimekuja na rafiki yangu. Huyu ni rafiki yangu, ninaomba umuombee. Naomba umuombee. Ananiambia anaumwa na ugonjwa, anaumwa unanipa mashaka. Huyu ni bosi wangu, na pale ofisini anapokaa kwenye nafasi ya bosi wangu ni mkurugenzi. Walifariki wakurugenzi 3, na hawa wote walipata tatizo la figo ghafla haraka sana, na wakafariki. Sasa amekuja na huyu ameniambia anaumwa. Sasa mimi nafahamu, kwa kuwa nimekaa kwenye hiyo ofisi kwa muda mrefu, najua kuna watu 3 waliokaa kwenye kiti hicho na tuliwazika. Kwa mtumishi, nimemleta, ninaomba umuombee. Nikamwombea. Alikuwa ni mwanamke. Umuombea, nguvu za giza zikalipuka, zinasema ana bahati sana ya kuja hapa, tulikuwa tumuondoe. Mapepe yanasema kwamba aliyekuwa kwenye hiyo nafasi wa kwanza alisingiziwa, akafukuzwa kazi, akaondoka kwa aibu. Alipoondoka akasema, na tuone basi kama kuna mtu yeyote atakaa kwenye hii nafasi. Kwa yule aliondoka, alienda huko akafanya alichofanya na akapiza kila kiti. Akasema, na tuone basi atakayekuja kukaa kwenye hichi kiti kama atakaa kwa amani. Kwa walikufa 3, na huyu pia alikuwa aondoke. Tukamuombea, alafu tukarudi pale ofisini, tukaomba kwa ajili ya kile kiti, alafu nikamwambia hicho kiti kiondoe. Akaondoa, akanunua kiti kingine, akakiweka pale ofisini. Mpaka leo yupo, anaishi, hana ugonjwa na ni mzima kabisa. Sasa basi, unaweza ukaondoka, umepata kazi, ukaenda ofisini, unakaa, unafanya kazi, lakini umewahi kufikiri au umewahi kuomba kwa habari ya aliyekutangulia hapo, kwamba yeye ondokaje, au alikuwa anafanya kazi kwa masharti gani, alikuwa anamwabudu Mungu gani, alikuwa anaamini kitu gani? Alafu na wewe umeenda umekaa kwenye hiyo nafasi. Kwa hiyo nakufundisha na nakuombea Mungu akupe hekima, lakini Mungu akupe neema popote unapoenda. Kama kuna aliyekutangulia kwenye hiyo nafasi, sio mpya, kama wewe sio mpya kwenye hiyo nafasi, kuna aliyekutangulia, pata nafasi ya kuombea hiyo nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Waliotutangulia sisi wana nafasi kubwa sana ya kuzuia na kupiga marufuku maisha ya kwetu. Tumesoma kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 8 mstari wa 28. Habari hii ni habari ya wana wa Israeli walipokuwa Misri utumwani, na muda wao wa kutoka ulikuwa umefika. Musa amfuata Farao akamwambia, sasa uturuhusu basi tuende atumchinjie Bwana Mungu wetu dhabihu na sadaka jangwani. Yaani muda wetu wa kutoka sasa, tutoke. Farao
akamzuia Musa na wana wa Israeli. Wasomaji wa Biblia wanajua aliwazuia kwa siku nyingi na kwa miaka mingi sana. Akapigwa na mapigo, lakini bado moyo wake ukawa mgumu, akawazuia wasitoke. Baadaye mapigo yalipokuwa mengi, ukisoma sasa Kutoka ile 8:28, unaona Farao anawaruhusu, anawaambia mimi ninawaruhusu. Farao akasema mimi nitawapa ruhusa mwende mumchinjie dhabihu Bwana Mungu wenu jangwani, lakini hamtakwenda mbali sana. Hamtakwenda mbali sana. Ninawaruhusu, nendeni, lakini hamtakwenda mbali sana. Na kuna watu wameruhusiwa waende, lakini hawatakwenda mbali sana. And ameruhusiwa na adui, nenda akafanye biashara, lakini hautakwenda mbali sana. Tulitarajia unapofungua biashara, kwa kuwa kuna baraka ya kuzaa, ya kuzidi na kuongezeka, Mungu akuzidishe, akuongeze, kawe na maongezeko. Kama umefungua duka moja, basi tunatarajia baada ya miaka 2-3 kafungue na jingine. Na kwa kuwa Farao amekupa ruksa ya kwenda, lakini usiende mbali sana, umebaki pale pale. Biashara yako haikui, biashara yako haizai, biashara yako haiongezeki. Farao amekupa ruhusa ya kuolewa, lakini akwambia nimekuruhusu olewe, lakini hiyo ndoa haitakwenda mbali sana, itavunjika, itakuwa na migogoro, itakuwa na changamoto. Nimekuruhusu nunua kiwanja, jenga, na hiyo nyumba itakusumbua, haitaisha kwa wakati, utakaa pale. Sasa kuna watu wamepewa ruhusa na adui, ili pengine usigundue ya kwamba umezuiliwa mahali, alafu akakupa ruhusa. Sawa, sikunyimi kupata kazi, nakupa kazi. Sikuzuili kupata mshahara, utapata mzuri mkubwa, lakini matokeo yake hutayaona. Hutafanya jambo la maana, utaisha kwenye pombe, kwenye ulevi, kwenye kugawa, kwenye kutapanya. Hautaona matokeo. Kwa hiyo kuna watu wengi sana wameachiliwa marufuku na mazuio kiroho, pengine na wao wenyewe binafsi, tutaangalia, lakini pia walio watangulia wameachilia marufuku na mazuio. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sijui wewe umetokea wapi, na sijui nani amekutangulia, au mna misingi gani iliyowatangulia. Baba yako, babu yako, familia, ukoo wako walifanya nini? Walisema nini? Walikuwa wanaishije? Walimwamini nani? Mungu yupi waliyemwamini? Mungu yupi waliyemtumikia? Walikupatanisha na Mungu yupi? Walifanya kitu gani? Leo kutana na mtu mmoja ananiambia, mtumishi, naomba uniombee. Nasikia hasira sana, na nasikia sauti inaniagiza ndani yangu kwamba nikafanya jambo fulani kwenye nyumba ile. Nasikia kabisa na nina hasira, naomba uniombee mtumishi, uchungu na hasira itoke ndani yangu. Nikamwambia kwa sababu gani? Akaniambia, unaona lile eneo pale ni barabarani, watu wamejenga nyumba za biashara, wamepangisha. Lile eneo mtumishi lilikuwa ni la babu yetu, na babu yetu alikuwa na mtoto mmoja wa kiume ambaye ni baba yetu. Maana yake lile eneo lilikuwa ni la kwetu, lakini yule babu wa familia ile waliojenga zile nyumba na zile frame alikuwa ni kiongozi, alikuwa ni chifu. Kwa alimnyang'anya babu yangu kwa nguvu, akachukua lile eneo. Leo wao wanaishi maisha mazuri, wamejenga, wamepangisha, lakini sisi hatuna chochote. Jamaa wana uchungu sana, kiasi hata cha kuua. Kwa nini? Kwa sababu babu yao alichukua eneo la watu. Sasa waliotutangulia sisi wamefanya mambo mabaya sana kwenye jamii zao walizokuwa wanaishi. Pengine ni watawala, pengine babako alikuwa ni, au babu alikuwa ni mtawala, ni kiongozi, alikuwa na mamlaka, alikuwa na nguvu ya kiuchumi, pengine alikuwa
ni mwajiri, ameajiri watu, amepata nafasi serikalini, amepata nafasi kwenye taasisi, amepata nafasi ofisini. Wale walioko chini yao akatumika kuwaonea, kuwanyanyasa, kuwazuilia. Hakuna kwenda kusoma na nafasi ipo ya kwenda, hakuna kuongezwa mshahara, hakuna kupandishwa cheo, akawazuilia. Sasa leo sisi tunaishi hatufahamu, hatujui. Tunaomba tupandishwe cheo, tunaomba tusizuiliwe, tunaomba maisha yetu yawe mazuri, tunapambana. Unaamka saa 10, unalala saa 6, unashaka mambo hayaendi. Kuna mtu anaamka saa 2 na mambo yake yanaenda vizuri tu, wala ana stress ambayo unapitia, wala ana tabu ambazo unapitia. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu kwa Bwana, na wiki hii tutamuomba Mungu atusaidie. Hata kama kuna mahali kabisa tumezuiliwa, tumewekewa marufuku kihalali, Mungu ataiondoa hiyo marufuku katika jina la Yesu. Najua nimekutana na watu wengi, nimeomba na watu wengi, ama ambavyo wamezuiliwa, ama ambavyo wamewekewa marufuku, hawapigi hatua, wanaenda kwa uzito kwenye maisha ya kwao. Na jambo la msingi ambalo nataka ujifunze, ukiwa kuna roho ya marufuku na mazuio ambayo inahakikisha inakuzuia, hii inatokeaga tu pale ambako sasa unaanza kufanikiwa. Yaani ukianza kufanikiwa, ndio mazuio na marufuku yanatokea kwenye maisha ya kwako. Wana wa Israeli ndio ilikuwa imefika saa yao ya kutoka pale Misri utumwani. Farao ndo akawazuia. Sasa hapa hakuna kutoka, hakuna kwenda, mtabaki hapa. Sasa unaweza ukawa unaishi kawaida tu, hujawaza kujenga, hujawaza kuoa wala kuolewa, hujawaza kufungua biashara, hujawaza kununua gari. Ukishaanza sasa nakusanya fedha, sasa ninunue sehemu yangu, nijenge, atatokea mtu anaumwa, kutatokea msiba, kutatokea ugomvi, kutatokea hili, kutatokea, alimradi hiyo hela ishe, uzuiliwe. Ukishaanza, yani matokeo yanapoanza kutokea, ndipo unapozuiliwa. Na watu fulani nikawaambia hivi, shetani haogopi, hatishiwi, hababaishwi na bidii yako, wala shughuliki nayo. Anachoshughulika nacho ni matokeo ya hiyo bidii ya kwako. Na Yesu asifiwe. Kwamba shetani haogopi wala hashughuliki. Atakuruhusu amke saa 10 ukapambane ukafanye kazi, atakuruhusu uende kanisani, atakuruhusu ufanye bidii zote, upambane, ulime, ufuge, ufanye biashara, atakuruhusu. Hana shida na bidii yako, lakini ana shida na matokeo yako. Kwa watu wengi wameruhusiwa kupambana, kufanya bidii, lakini wamenyimwa matokeo yasitokee kwenye maisha ya kwako. Kwa pale unapotaka kufanikiwa, ndipo roho ya mazuio na marufuku sasa inainuka. Matatizo ndipo yanapoanzia, mikosi ndipo inapoanzia pale unapotaka tu kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu shetani hashughuliki wala tishiwi na bidii. Matokeo yako ndiyo anayoyapambania ufeli. Unapoanza kuwa na matokeo, ndipo maadui wanainuka, ndipo watu wanaanza kukuchukia, wanakusema kwa ubaya, yule Freemason, mchawi, sio hela za halali. Hivyo kwa sababu tu matokeo yameanza kuonekana kwenye maisha ya kwako. Ninakuombea, na ni maombi yangu kwa Bwana, Mungu akusaidie. Ikiwa kuna mahali popote, pengine wewe mwenyewe binafsi au waliokutangulia, kuna mambo alifanya hawajui wala hawakufahamu madhara yake kiroho, kwamba hichi ninachofanya au hayo tunayofanya baadaye atagharimu vizazi vyetu. Mungu akakusaidia wiki hii, akakutetee na akaingilie kati, akatengeneze palipobomoka, ili kusiwe na mazuio kwenye maisha ya kwako. Kama misingi kiharibika, mwenye haki atafanya nini? Leo ni swali, Biblia imeweka alama ya ulizo. Kama misingi
ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Misingi yetu imeharibika, sisi wenye haki tunafanya nini? Kwa hiyo unapopata nafasi ya kupambana, ujue kuombea hiyo bidii, lakini uombee matokeo ya bidii yako. Kwa sababu unaweza ukahangaika ukafanya kazi miaka 30, unaamka usiku, unaenda kazini, lakini usiaone matokeo, na watu wakikuangalia wasione matokeo ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kweli unapambana, tunaona, na tuone na matokeo ya kwako, tuone ukizaa, tuone ukizidi, na tuone ukiongezeka. Sasa jambo la kwanza ambalo nataka ujifunze na kuwekea msingi leo, alafu kesho Mungu atatupa neema ya kuomba na kujifunza zaidi na kuwekea msingi. Jambo la kwanza, tambua kuna nguvu kubwa sana ya uharibifu iliyopo kwako, iliyoachwa na wasiokuwapo, na inahakikisha inakusukuma ufanye mambo mabaya usiyoyataka. Nataka ujue na nataka ufahamu, kuna nguvu kubwa sana iliyobeba uharibifu, pengine imeachwa na wasiokuwapo, waliotangulia hata walishakufaga hawapo, na wengine wapo. Lakini hiyo nguvu kubwa ya uharibifu inakusukuma na kukulazimisha ufanye mambo mabaya ambayo wewe hutaki kuyafanya. Na kwa nini nakulazimisha ufanye mambo mabaya ambayo hutaki kuyafanya? Ili tu ikuzuie, ili tu iachie marufuku kwenye maisha ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unielewe hapa, kuna nguvu kubwa sana ya uharibifu iliyoachwa na wasiokuwapo au waliotutangulia. Hiyo inakusukuma na inakulazimisha wewe ufanye mambo mabaya usiyotaka kuyafanya. Kuna watu wanalazimishwa na nguvu iliyoko ndani yao, inawalazimisha walewe wakipata hela, inawalazimisha wewe wazinzi, inawalazimisha wewe wezi, inawalazimisha wewe waongo, inawalazimisha wafanye mambo maovu, mambo mabaya, ili wazuiliwe na wapigwe marufuku. Kumbuka, wasiokuwapo au waliotutangulia, wao walifanya mambo mabaya, waliabudu miungu, waliua wengine, walidhulumu, walifanya mambo mabaya, walinyang'anya watu, walifukuzwa watu kazini, walizuiliwa watu wasisome, walizuiliwa vitu vingi. Kwa ile nguvu ya uharibifu sasa kwako wewe inahakikisha inakusukuma ufanye mambo mabaya. Na unakutana na mtu anakuambia, mtumishi, mimi sipendi kulewa, sitaki, natamani kuacha. Natamani kuacha, naweza nikaacha miezi miwili, lakini baadaye nasikia kabisa sauti na msukumo, kanywe. Nasikia kabisa kanywe. Nikutana na mtu mmoja akaniambia, mtumishi, naomba uniombee. Ananiambia, nina mke na mke wangu niondoa kabisa, nimeoa kanisani, yani Mungu amenipa neema na watoto 3 wa kiume, lakini nina watoto wengine 4 nje ya ndoa. Lakini sio mimi tu mtumishi, watoto wa baba yangu mkubwa, mdogo, familia nzima na ndugu zangu wote Mungu amewapa neema ya kuoa, lakini wana watoto nje. Yani iko hivyo. Hakuna asiyekuwa na watoto wake nje na mke wake, ni wote tuko hivyo. Natamani kuacha, natamani niwe na mke wangu, nampenda mke wangu na watoto wangu, lakini siwezi. Nasikiaga kabisa lazima ufanye hivi. Nikamwombea, nikamwambia, hii ni nguvu ya uharibifu na ni mazuio na marufuku kwenye familia ya kwenu na kwenye maisha ya kwako. Kwa kuna vitu fulani na kuna tabia fulani hivi mbaya unatakaga uziache, unatakaga ndugu yako aziache, unatakaga mume wako na mke wako aziache, lakini aziache kwa sababu kuna nguvu kubwa ya uharibifu ya wasiokuwapo pengine au ya waliotangulia, inamsukuma huyo mtu afanye hicho kitu ambacho yeye binafsi
hataki kukifanya. Ni maombi yangu kwa Bwana katika zamu ya wiki hii, na tutapita na damu ya Yesu. Tutaangalia ni wapi tutatengeneza tangu uko vizazi vitatu vinne nyuma yetu, tutatengeneza. Alafu nina hakika Mungu atakusaidia na Mungu atakuvusha. Hakutakuwa na mazuio, hakutakuwa na marufuku itakao kuzuia tena. Hautazuiliwa kusoma, hautazuiliwa kuolewa wala kuoa, hautazuiliwa kujenga wala kufanya biashara. Utafanya kila kitu, na tunayeweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka kuomba asubuhi leo, muda wetu ni mchache. Nimekuwekea msingi, lakini kesho tunamwamini Mungu atatupa nafasi. Tutajifunza kwa undani, lakini hii wiki tutapata maombi. Somo letu limekaa linalazimisha tuombe, Kwa tutajifunza kidogo, alafu tutapata nafasi ya maombi. Simama pale ulipo, chukua na sadaka na dhabihu yako. Tunataka kuomba asubuhi ya leo. Tunataka kuomba kwa ajili ya sadaka na dhabihu ya kwako. Na kuombea Mungu akupe nafasi kesho asubuhi uweze kufika, ili tuweze kuomba. Mazuio na marufuku kiroho, ziondoa roho za mazuio na marufuku kiroho. Funika macho yako, chukua na sadaka yako. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, asubuhi ya leo nimelisikia neno lako. Neno lako likakae kwa wingi ndani ya moyo wangu. Unisaidie, unitetee wiki hii. Unipe kuja kanisani niweze kujifunza na niweze kuomba. Naiombea siku ya leo na wiki hii, naiweka wakfu, naifunika na damu ya Yesu. Unilinde, unitunze, unipiganie katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, ni asante kwa ajili ya watoto wako tena hawa. Umewapa neema na nafasi ya kusogea kwenye hii madhabahu. Nami ninawaombea katika jina la Yesu, uwafunike na damu yako, uwalinde, uwatunze. Wanapoondoka hapa, uso wako uende pamoja nao, na utangulie kuvuka mbele yao. Uzihesabu hatua zao, usiwepo mfupa wala unywele utakaovunjika na kudondoka chini. Na kataa mazuio na marufuku kiroho zinazowazuia. Yesu, ukashughulike na bidii yao, ukashughulike na matokeo yao. Wasaidie hawa, walinde, watunze siku zote za maisha yao. Baba, ninaomba kubali na dhabihu na sadaka zao wanazonyoosha kwenye hii madhabahu. Mungu li hai, uzikubali na uzipokee kwako mbinguni. Zifanyike manukato mbele ya kiti chako cha enzi. Wape neema na rehema ya kufika tena kesho kwenye ibada ya Morning Glory, tupate kujifunza na tupate kuomba. Na kataa mazio na marufuku itakayowazuia wasifike kanisani kesho, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Amen. Amen. Nimkaribishe mwinjilisti ya mchungaji kama yupo. Hayupo, basi inamisha kichwa chako na upokee mbaraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kulinde. Bwana kuangazia nuru za uso wake na kufadhili. Bwana kuinulie uso wake na kupe amani. Akubariki na Mungu Mwenyezi, uingiapo na utokapo, sasa na hata milele. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Karibu kumtolea Mungu sadaka na dhabihu. Toa sadaka yako kwa moyo mnyenyekevu. Toa sadaka yako ukiwa unaomba. Nikutakia siku njema. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Tembea na Yesu. Amen. Tembea na Yesu. Tembea na Yesu. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, tembea na Yesu.